Naam, tumerejea tena kwenye matangazo yetu na tutafahamu zaidi kuhusu KCB Mapato Sukuk, moja kati ya fursa ambazo zinapatikana ndani ya benki ya KCB, na hapa tunaye Amour Muro ambaye ni mkuu wa kitengo cha benki ya Kiislamu yani ndani ya KCB Bank. Karibu sana Muro. Nashukuru sana. Habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Habari za KCB? KCB tunaendelea vizuri. Nashukuru sana. KCB mnapendeza sana bwana. Asante bwana. Lazima tuangalie tu KCB hivi unajua hela ipo. Ndio bwana wanasema hela huwa haijifichi. Hela inaonekana. Hawezi kupata hela bila kupendeza. Safi kabisa. Tunafahamu yako mengi yanaendelea ndani ya KCB, lakini kabla ya kuzungumzia hili ambalo mmekuja nalo la KCB Mapato Sukuk, tuambie tu hali ya KCB kwa ujumla, huduma mnazozitoa, lakini pia Mtanzania ambaye bado hajaanza kutumia KCB, vitu gani anavikosa? KCB Bank Tanzania imekuwepo hapa nchini kama miaka 30, lakini sisi kama group tunajiita ni benki kubwa kuliko zote Afrika Mashariki. Kwa hiyo tuko nchi 7 na ukifuatilia zile maelezo yetu kuanzia 2025 utaweza kuona kabisa kwamba ni benki ambayo ni ya kimataifa. Mwanzo wetu ulikuwa ni Zanzibar. Watu wengi hawajui hilo. Mwaka 1896. Kwa hiyo kuna zaidi ya miaka 100 unaweza kusema ya historia ya hii benki. Kwa hiyo ni benki ambayo ina ujuzi mkubwa kuhusiana na masuala mazima ya kifedha, na ni benki ambayo imeenda mbele kiubunifu. Kwa maana ya kwamba tumeona kwamba Tanzania kuna watu ambao walikuwa hawajashirikishwa bado kifedha. Kwa hiyo huduma zetu zilikuwa sio tu zile za kawaida ambao watu wanajua, kufanya huduma za miamala, mikopo na uwekezaji, lakini pia tukaenda mbali tukasema tuanzishe kitengo maalum ambacho kinafuata sharia, yani Islamic Banking, ambayo ndio ilikuwa benki ya kwanza Tanzania kuanzisha 2008. Kwa hiyo huduma zetu ukiachana na hizi ambazo tumezizoea, bado kuna hizi ambazo zinafuata sheria kwa ajili ya kujumuisha kila Mtanzania ambaye anataka kupata ile mfumo wa fedha rasmi. Achane na mambo ya ninasema kausha damu huko mtaani, aweza kupata kitu ambacho kinamlinda, ambacho kinaweza kukuza maisha yake kwa maslahi ya jamii. Kwa hiyo KCB kwa ufupi tuna hizo huduma za kawaida, huduma ambazo zinafuata sheria, lakini pia tuna huduma za kidijitali. Kwa hiyo tuko zaidi kisasa. Kwa hiyo tunawalika watu kuja kuangalia wanaweza kupata nini KCB kwa ajili ya biashara zao, lakini kwa maisha yao binafsi. Kuna mobile banking, kuna internet banking, kuna masuala ya uwekezaji ambayo tutaongelea leo na vitu vingine mbalimbali. Tuende kwenye uwekezaji. Ndio. Sukuk ni nini? Hilo ni swali zuri. Sukuk ni bidhaa ya uwekezaji ambayo inafuata sheria. Mara nyingi inalinganishwa na bond, yani hati fungani. Kwa watu wengi wanajua kwamba kuna hati fungani za serikali zinatoka mara kwa mara, ila hizi ziko kwa msingi wa deni ambazo zinalipa riba. Kwa watu ambao wana imani zao hapa nchini, wanajua riba ni kitu ambacho hawezi kuchukua. Kwa hiyo sasa Sukuk tofauti yake kubwa ni kwamba ni faida ambayo unapata ambayo ni halali. Kwa namna gani watu watauliza? Lazima kuwe na biashara au shughuli fulani ambayo inatengeneza ile faida, ambao wewe kama ni mwekezaji wa Sukuk unanunua kipande cha ile biashara, sawa, kwa namna ambayo hii KCB Mapato Sukuk inafanya kazi. Ile faida inakuwa inagawanwa na wale wawekezaji ambao wamekuja kuwekeza KCB. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya biashara, cha kwanza. Cha pili, faida lazima ipatikane kwenye ile biashara, alafu ile faida inalipwa kwa wawekezaji. Turudi katika maisha ya kawaida kabisa. Ndio. Ili Mtanzania naye aweze kuelewa. Ndio. Tofauti ya hati fungani na Sukuk ni kuto kuwepo kwa hiyo riba. Cha kwanza kabisa, ninapotoa fedha yangu kwenda kununua hati fungani alafu nalipa ile riba, inakuwa sio lazima kuwe na shughuli maalum ambayo imelengwa, ambayo itatengeneza faida, ambayo ile faida ndio itapewa kwa yule mwekezaji. Kwa hiyo ni hati fungani. Sukuk lazima kuwe na shughuli au biashara ambayo inafanyika. Pengine inaweza kawa hata serikali labda inajenga daraja au inajenga kitu fulani ambacho kinaleta fedha au faida. Ile faida ndio inagawanywa kwa wale wawekezaji. Kwa hiyo kikubwa kabisa, ile shughuli au biashara lazima iwe halali. Kwa maana kwamba siwezi kwenda kutoa kwenye shughuli labda ya betting nikasema kwamba kuna faida nimepata naenda kumpa Mtanzania. Hapana, hiyo inakuwa sio halali. Kwa hiyo kuna misingi yake ya kisheria ambayo bodi yetu ya maalum ya sheria inaifuatilia na inahakikisha kwamba imekidhi mahitaji yote. Na mtu ambaye anawekeza kwenye Sukuk anapata faida gani?
Kwa ukiangalia kama hii KCB Mapato Sukuk, sisi tumelenga kwa biashara ambayo tunafanya ndani ya hii kitengo cha KCB Sahel, ambao ni dirisha linalotoa huduma za kifedha na kufuata sheria. Angalau tuwapatie wawekezaji ambao watanunua hii sukuk 11% ya faida kila mwaka. Kwa mfano, mtu leo akiwa na milioni 10 yake ambayo ni ya ziada, anaweza akaja akanunua sukuk kwa hiyo milioni 10. Kila mwaka atakuwa analipa 1,100,000. Lakini isitoshe tutakuwa tunamlipa kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo atakuwa analipa 275,000 kila baada ya miezi mitatu mpaka itapofika sasa ukomavu wa ile nani sukuk. Maana sukuk ni ya muda maalum. Sisi tumeweka mpaka miaka mitatu. Kwa hiyo ni faida moja. Sasa nani kwa Waislamu tu au hata mtu mwingine ambaye sio Muislamu anaweza? Mtu yoyote kabisa anaweza kawekeza. Uzuri mmoja ni kwamba hizi bidhaa ambazo zinafuata sheria ndio maana nasema zinajumuisha Watanzania wote. Yule ambao sio Muislamu na yule ambao ni Muislamu wote wanaweza kununua. Na hivi sasa tunapoongea tayari tumeshaona kuna wawekezaji zaidi ya 35 Waislamu na wasiokuwa Waislamu na mataasisi wameshaanza kuwekeza. Ndio. Sasa mapato ya sukuk ama mnaita KCB Mapato Sukuk, malengo yake hasa ni yapi? Kwa sababu tunajua Tanzania wanaweza wakawekeza katika maeneo tofauti, lakini malengo ya Mapato Sukuk hasa ni yapi? Cha kwanza kabisa kama nilivyosema ni ujumuishaji wa kifedha, kwa sababu kuna muda mrefu ambao umepita ambapo unakuta kuna Watanzania wengine hawezi kuja kuwekeza kwa sababu ya masuala mazima ya riba na kutokufuata sheria kwa bidhaa zilizopo sokoni. Serikali ilitambua hili jambo na likatusaidia sana kwamba kuweka mikakati ambayo inaweza ikaleta bidhaa kama hizi sokoni. Sisi ndio tulikuwa kwanza 2022 kuanzisha kitu kinaitwa sukuk ambacho kilikuwa kinaitwa fursa sukuk. Tunasema ndio fursa ya kwanza, tunaita fursa. Sasa fursa imeshafunguka, tunaenda kwenye mapato sasa. Umeona? Na kikubwa pia ni tumeona kuna taasisi ambazo zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kufuatilia bidhaa ambazo zinafuata sheria. Kwa hiyo nao wanahitaji sehemu ya kuwekeza. Na watapata wapi hizo sehemu kama hatutoi bidhaa kama hizi? Kwa hiyo sukuk lengo lako la kwanza kabisa ni kuwezesha watu kuingia kwenye mfumo rasmi wa kifedha kwa imani zao. Lakini cha pili ni bidhaa ambao kama uwasikia ni faida nzuri ambao unaweza ukaipata mtu akiwa na fedha zake za ziada. Kwa yule ambao hata sio Muislamu anapata chochote pale, kwa sababu biashara tunayofanya kama KCB ni salama. Of course kuna risk na kila kitu, lakini ukifuatilia miaka yote ambayo tumekuwa hapa Tanzania hatujawahi kutengeneza hasara, na wateja ambao tunaochagua ni wazuri, tunafanya nao biashara vizuri. Kwa ni sehemu nzuri pia mtu salama ambao anaweza akasema ngoje ni weke kitu pale niweze kupata faida. Na umesema kwamba mnavyochukua hii mitaji mnakwenda kuwekeza kwenye mambo ambayo hayakinzani na imani za wale wawekezaji, sio? Ndio. Sasa huyu mtu anatamani kujihakikishia, yani kuwa na ile confidence kwamba hela ambayo nimeiweka haiendi kwenye mambo mengine, kwa sababu anaweza akawa na wasiwasi kwamba hao jamaa wanaweza wakaniambia kwamba hawajapeleka kuwekeza kwenye vitu vingine kama betting na nini, lakini kumbe wamepeleka huko. Sawa. Na kwa sababu yeye atakuwa anapata tu ile return, yeye anakuwa hana uhakika kwa sababu hayupo kwenye ule uwekezaji unaofanyika. Sasa mnampa vipi confidence kwamba ni kweli hela yako inakwenda kwenye hayo mambo? Tuchunguze kwa hali ya uhalisia. Mimi leo nilikuwa na ndugu yangu anafanya biashara yake, akaniambia niwekeze, alafu kwamba ile biashara inakidhi imani yangu. Yule ndugu namwamini vipi? Nani anamsimamia yule ndugu? Naweza nikasema ukienda kwenye taasisi kama KCB ambayo inasimamiwa na Benki Kuu, inasimamiwa na Mamlaka ya Masoko, inasimamiwa na soko la hisa, na kuna sheria mbalimbali inasimamia taasisi hii. Pia kuna sheria board kwamba lazima kuwe na wataalamu ambao wanabobea kwenye haya mambo, wanaangalia taarifa zako. Lakini pia unatakiwa kisheria utoe taarifa kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo hauwezi kusema kwamba KCB itachukua fedha itaingiza kwenye mtaji ambao sio, kwa sababu hawa watu wote ambao wanamwangalia huyu taasisi anaitwa KCB lazima watasema hapana, hapa hujafanya kile ambacho umewaambia wananchi unaenda kukifanya. Kwa hiyo isitoshe tunakuwa tunatoa taarifa, tunaonyesha kwamba kitabu chetu kimekuwa kwa kiasi gani, faida iliyopatikana, faida ambayo inalipwa kwa wawekezaji, lakini pia tunatoa taarifa kuonyesha kwamba tumewekeza wapi, labda kwenye biashara za usafirishaji, biashara za kujenga, biashara za trading na kadhalika. Kwa hiyo taarifa zote hizi zinapatikana, lakini unaweza ukatupigia simu ukauliza. Kuna watu wameshawahi kuhoji mpaka kukutana na bodi ya sheria
haina neno, hatufichi mtu na wana access ya kuweza kukagua na kujihakikishia kabisa. Na uzuri moja kwenye tovuti yetu pia wanaweza kaona viongozi wetu, wanaweza kaona Sharia board. Kwa hiyo naweza kusema kiuhalisia ni bora kuliko hata wanavyoenda kwa ndugu yako unasema nitakupa kitu fulani, hebu tutengeneze hela. Pengine yule hasimamiwi na mtu yote, ni wewe tu kwa imani yako, sababu ni ndugu. Lakini taasisi imesimamiwa na vitu mbalimbali. Naamini hata ile ndio Balkis. Endelea. Nataka kusema naamini hata ile mikataba. Naamini hata ile mikataba ambayo inakuwa ina mwongozo wake ama msingi wake ni msingi wa kidini. Labda unaweza kutufafanulia hapo kinacho the foundation kinachoongoza hiyo mikataba ambayo mnaingia kati ya KCB na hao wawekezaji. Kinachoongoza hiyo mikataba ni vitu viwili. Kama unavyosema, kuna sharia ambayo ni ya dini, inafuata Qur'ani pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na wanavyuoni mbalimbali, na pia kuna maandiko sio tu hapa nchini lakini pia kidunia ambayo yameandikwa kuhusiana na namna ya kufanya hizi biashara za kifedha zinazofuata sheria. Kwa hiyo mtu akitaka kuchunguza, tuna academic work kubwa sana ambayo anaweza kaiangalia. Lakini cha pili, kuna sheria za nchi. Sheria za nchi pia zina mwongozo wake ambazo zimeshaandikwa na Benki Kuu ni namna gani ya kufanya hizi biashara. Kwa hiyo kikubwa kabisa tunasema kwenye dini ya Kiislamu biashara imekubalika, riba imekataliwa. Kwa hiyo lazima tufanye biashara na wateja wetu kwa kununua na kuuza bidhaa au kushirikiana kwenye miradi mbalimbali, ndio tuweze kupata sasa ile faida ambayo tunaenda kuwalipa wale wawekezaji. Kwa hiyo hii ndio misingi ambayo tuseme huduma hizi zimetengenezwa ili kuweza kukidhi hayo mahitaji. Sasa twende kwa yule Mtanzania ambaye anataka kutumia benki ya KCB ndio, na anataka kuwekeza kwenye Mapato Sukuk. Ndio. Anajiunga vipi? Anapataje huduma hiyo? Sawa. Kwenye huduma hii ya KCB Mapato Sukuk, cha kwanza kabisa sio lazima uwe na akaunti ya KCB. Okay. Popote pale ulipo unaweza ukajaza fomu ya maombi kwa sababu inapatikana kwenye tovuti. Uzuri mmoja iko pale kwenye tovuti kidijitali, kama mtu anataka kujaza huko ukamaliza, ukatuma fedha kwenye account maalum ambayo imetajwa ndani ya hiyo fomu. Alafu pia ukatuma ile ID yako kama ni NIDA. Tunapendelea NIDA zaidi kwa sababu mfumo wa NIDA ndio unajulikana, lakini kama hauna namba ya NIDA bado unaweza ukatumia leseni ya udereva au kitambulisho cha kupiga kura au passport. Sawa? Na lazima utume pia kithibitisho kwamba umelipa kwenye ile account, unakuwa umemaliza. Kama unahitaji msaada pia unaweza ukapiga simu. Simu ziko pale kwenye fomu ya maombi pia, lakini pia kuna barua pepe maalum sukuk@kcbbank.co.tz, unaweza kutufikia. Lakini tunahubia na taasisi inaitwa Shirka Asset Management. Wao wana app maalum ambayo hiyo app ukidownload ni bure kabisa. Pia unaweza kununua Mapato Sukuk au KCB Mapato Sukuk kupitia hiyo app, na hiyo ni kidijito kabisa. Popote pale ulipo unamaliza biashara nzima. Lakini pia tunawahimiza watu sio tu Mapato Sukuk, tumeongelea vitu vingine ambavyo KCB nayo. Unaweza kufungua account leo pia kwa kutumia simu yako, kutumia KCB Mobi, na hiyo ni account maalum ya watu ambao wanataka kuanza sasa kufanya banking ambayo haina makato ya kila mwezi, na unaweza ukapata huduma zote zingine ambazo nimeziongelea kupitia hiyo app. Moja kati ya vitu ambavyo wateja huwa wanapenda katika masuala ya banking, nazungumza mimi on my reference, napenda sana urahisi kama ulivyogusia hapo, masuala ya digital, kwa na app, yani kusiwe na ile process mirefu. Kweli. Hasa mtu anapotaka kuwekeza au anapotaka kufuatilia gawio lake au whatever you call it. KCB mnaweka vipi wa urahisi wa access ya vitu mbalimbali hasa kwenye hii KCB Mapato Sukuk ili kutoweka ule usumbufu, kwa sababu mtu anatamani atoe jasho kwenye kutafuta hela yake, lakini kwenye kuwekeza na kuja kupata ile iwe simple kabisa. Mmetengenezaje mazingira ya urahisi? Ndio kama nilivyokuwa nasema, kuna hiyo KCB Mobi ambao mtu anaweza kapakua akapata akaunti yake ya KCB kama hana akaunti ya benki. Akishapata akaunti yake ya KCB akaingiza zile fedha zake ambazo alikuwa amezitolea jasho, basi anaweza pia akatumia ile app ya Shirka na akamaliza kila kitu mara moja. Pale kwamba anajaza fomu ya maombi, lakini pia anaweza akatuma fedha pale na anaweza akapata KCB Mapato Sukuk. Lakini kwa yule ambao tayari ana account
labda kwingine na hataki kufungua labda KCB akawa anataka tu kuwekeza kwenye mapato sukuk, bado anaweza kutumia ile app ya shirika ambayo tutatoa maelezo pia kuna ile form ya maombi, lakini pia kuna tovuti yetu anaweza kupata application form akajaza, akatumia email kwenye ile barua pepe ambayo ni muhimu kwa ajili ya maalum kwa ajili ya sukuk, na pale pale atakatuma uthibitisho kwamba ameshaingiza fedha kwenye akaunti yetu maalum ya mapato sukuk, anakuwa amekamilisha. Lakini popote ambapo mtu anakwama, tumekuwa tukipata simu, tunamwelewesha, mambo yanaenda salama kabisa, simple. Kwa hiyo sio lazima uje tawini. Simu ni ipi? Simu kuna 0766 50 96 40, hiyo ni namba yangu binafsi, lakini kuna namba ya timu yangu pia katika zile form ambazo utazikuta kwenye tovuti. Naweza nikarudia. Mtu anakuwa kwa binafsi. Ndipo pale bwana. Lazima tusimamie. Baki watu wasio kapia. Amuru, Watanzania wanaokutazama wako huku. Irudie namba yako binafsi. 0766 hiyo binafsi. Iko kwenye form tayari, ndio maana naitaja. 0766 50 96 40. Karibuni KCB, sisi tunaweza tukahudumia vizuri sana kwa mfumo wote ule ambao unahitaji. Sasa pia angalizo ni yawe tu mambo ya KCB. Na hasa mapato sukuk. Hasa mapato sukuk. Lakini pia upatikanaji wenu Amur katika maeneo tofauti tofauti kama nataka kufika katika ofisi zenu za KCB. Kwa hiyo sisi tunapatikana kwenye matawi 8 hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo sehemu mbalimbali, Samora pale, Oyster Bay, Lumumba, Mbagala, Buguruni. Pia kuna tovuti yetu unaweza kaona pale tuko wapi, lakini mikoani pia tupo. Moshi, Arusha, Mwanza, kule Geita, Tunduma tupo pia. Morogoro. Kwa sehemu zote kwa kweli tumejitahidi kuwepo. Sasa hivi tuna kama anavyosema mwenzangu hapa, tuko kidijitali zaidi. Kwa hiyo mtu ambaye anahitaji msaada wote anaweza kupata pia kupitia hizo channel za digital, lakini pia tuna mifumo mbalimbali ambayo tunaingia ubia na watu ili kuweza kuingiza fedha sehemu yote na kuweza kutumia mawakala. Umeona? Kwa hiyo hata kama ukiwa Mbeya hatupo, lakini bado unaweza kupata huduma zako fresh kabisa za KCB. Katika hiyo ya ku-engage ku-engage Balkis kwa Kiswahili, yani kuwasiliana kwa karibu zaidi na wateja wenu. Moja kati ya changamoto kubwa ambazo zimekuwepo kwenye taasisi nyingi ni ile wanaita customer service. Ukipiga simu kwa mfano kwenye benki nyingine sijajua kwa upande wa KCB au taasisi nyingine inakuwa ngumu sana kuhudumiwa, yani inaweza ikachukua muda, wakati mwingine simu hazipokelewi na watu wanaweza kuwa na concerns kama hivyo na hasa hii issue ambayo ni issue nyeti ambayo umeileta, watu wangetamani pengine kuuliza zaidi au wanapokwama kupata msaada wa haraka. Kitengo chenu cha huduma kwa wateja mmekiboresha vipi ama mmekiweka vipi katika mazingira ya kuwa karibu zaidi na wateja wenu? Hicho kitengo kipo hai. Kuna watu ambao wanasimamia masuala mazima ya kuweza kuhudumia watu kwa haraka, na tunasaidiana na kitengo pia cha masoko marketing. Kwa hiyo sangeno unakuta pia kuna social media, kuna maswali ambayo tunayapata. Hayo maswali yanatuma kwa watu husika, tunakuwa tunamjibu mteja kwa haraka iwezekanavyo. Lakini pia kuna namba ambayo ni toll free 0800, kwa hiyo mtu anaweza kapiga simu pale akapata huduma, na asipopata huduma pia tumesema kuna namba kwa hii maalum. Namba ziko pale bwana, kuna kwangu na team members wangu pale pia unaweza kupiga simu wakapata msaada. Lakini tunawahimiza Watanzania, ongeeni na wenzenu ambao wameshafungua account ya KCB, hawajajuta. Huduma ni nzuri na tunataka kuamini kwamba tutaendelea kuwa na huduma hizi nzuri. Kwa hiyo tunawakaribisha sana KCB, jione tofauti. Tunashukuru sana Amur, na tutakaribia KCB kabisa, hasa kwa wale ambao bado hatujapata akaunti za KCB tuweze kuwekeza pia na hata pia kwa watu wa vijijini, unajua bado licha kwamba urbanization ama ile miji kukua inakuwa kwa kasi, lakini bado Watanzania wengi wanaishi vijijini na Balkis, ukiangalia KCB imekuwa kama benki ambayo iko zaidi mijini na watu wanaitazama kama benki fulani vya kitajiri ya kidonidoni. Sasa hata watu ambao unahakikishia vipi pia watu ambao vijijini kwamba wanaweza pia waka access KCB? Hili ni swali zuri sana na ni swali ambalo pia nimelipata jana, kwa sababu nilikuwa niko na group kama hiyo, mmoja kwa ametoka Mbeya, na tunajitahidi kwa kweli kupitia wakala, kupitia wabia wetu, na tuendelea kujitanua. Lakini wasio na hofu, siku hizi watu wengi wana simu janja, kwa hiyo pia wanaweza wakaingia, na tumeona pia kuna watu ambao wako huko vijijini bado wana account ya KCB. Kwa hiyo hatumwachi Mtanzania yoyote. Kwa hiyo karibuni KCB. Nashukuru sana kaka. Tunashukuru sana Amur. Asante sana. Na tumezungumza hapa kuhusu huduma za KCB, wakikwambia KCB mapato sukuk
kuwekeza ukifata sheria za Kiislamu. Asante sana. Hiyo KCB kauli mbiu nini yenu mnahitaji? Nasema for people for better. For people for better. Hii ni benki ya watu. Benki ya watu hii. Labda cha mwisho tu kabla sijasahau, mapato ambayo watu wanapata kwenye hii KCB mapato sukuk hayatakatwa kodi. Kwa hiyo ni muhimu sana kusema. Kwa hiyo hamna kodi, unachukua kama ilivyo. Ndio. Mzigo wako kama ulivyo. Mzigo wako kama ulivyo. Na haya ndio mambo ambayo Tanzania tunayapenda. Watu wamekuwa kilia sana na makato. Umeona? Hamna makato, unachukua kama ilivyo mzigo wako. Ungeanza nao hiyo. Umeona sasa. Hilo lilikuwa ndio jambo la kwanza nalo. Sasa tunakushukuru asante sana. Sana Amor. Bado uko nasi, hii ni Morning Trumpet.